Tuko na mwenyekiti wa kijiji cha Buyuyu ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa timu hii. Awali uliniambia kijiji chako kina timu mbili, lakini umebase kwenye timu ya Mbengele Mbengele. Unadhani kitu gani ambacho kinawafanya Mbengele Mbengele kuwa mbele ya muda kwa timu nyingi ambazo wanashiriki nazo katika michuano, lakini hata kwa timu ambayo wako nayo katika kijiji kimoja? Naam, tumefanya vile kwa maksudi kama unavyojua kwenye mambo yetu ya kiutawala. Kwa hiyo kila kitu kiwe kina mbadala wake. Kama unaona rais wa nchi alafu ana makamu wake. Lakini nikaamua mimi kama mwenyekiti basi timu ya Mbengele Mbengele iwe na B yake. Ingie katika mashindano, kuna kesho yake muda mwingine ile B itakwenda kuwa A. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa maksudi na pia yote tunaishika mkono. Kila pale wanapokuwa wanahitajika msaada wa nguvu, fedha, nguvu, mawazo, basi ofisi yangu halmashauri ya kijiji inakuwa pamoja nayo. Kipi hasa kimekufanya uungane nao kwenye hili la kushiriki kufanya usafi kituo cha afya, kuchangia damu, kutoa misaada kwa wagonjwa na hata kusafisha mazingira ya kule kwenye kijiji cha Buyuyu? Naam, hivi vitu vyote tunaifanya kama ulisi ambao waliotuachia wazazi wetu. Hii timu toka mwaka 85 ipo. Tulishafanya hivi tuliofanya sisi leo kwenye hospitali ile ya Mchuku Mission walifanya. Kwa hiyo na sisi tunaendeleza. Tunakusudia kufika mbali zaidi kwenye mambo ya kijamii, kujitolea. Ikiwemo kama hivi tulivyokuwa tumefanya leo, kutoa misaada kwa wagonjwa, lakini pia kusafisha maeneo ya mazingira ya kituo cha afya ambacho kinatuhudumia sisi watu wa Buyuyu kwa sababu tuko jirani zaidi ya kituo hiki cha afya Ikwiriri. Ndio mwenyekiti, enzi zako ulikuwa mchezaji? Nilikuwa mpenzi, lakini sana sana michezo ambayo nilikuwa nikiipenda ni ngumi. Lakini pia hata kwenye nitaanzisha tena ligi ama klabu ya ngumi kwenye kijiji cha Buyuyu. Lakini pia mpenzi wa mpira na timu yangu Young African. Jana nimeumia kidogo ili waongeze bidii, wasizembee ama wasidharau timu. Malengo ya Mbengele Mbengele kwenye Nyumbani Cup kwako wewe kama mwenyekiti umebahatika kuyajua na unaweza kuyasema hapa? Malengo yetu kuchukua ushindi na kuibua vipaji. Lakini pia niwatakie juhudi njema, pia twende mbali. Rufiji tunaweza. Kama Rufiji tunaweza, basi tunahitaji wadau mbalimbali wajitoe kama walivyojitoa ufadhili wetu wa ligi hii, basi na wengine wajitokeze hivyo. Mimi nakushukuru sana. Una zaidi? Zaidi sina, ila nawatakia tu wachezaji wangu pia na wote wanaoshiriki katika hii ligi wasikate tamaa, waongeze bidii, waongeze mazoezi ili mradi wawe na malengo kama walivyokuwa na malengo Mbengele Mbengele. Kwa hiyo karibu sana Nyumbani Cup, lakini pia karibuni Buyuyu. Kijiji cha ujamaa bado kinahitaji watu, japokuwa hali ya mafuriko imetukumba, lakini bado ukifika hautolala na njaa. Karibuni sana. Asante sana. Nidhamu wa timu ya Mbengele Mbengele FC unaitwa? Naitwa Ismaili Mapande. Ndio, kitu gani kikubwa umejifunza kwenye nidhamu ya kuhakikisha mnakuja kufanya usafi katika kituo cha afya cha Bukina? Kitu ambacho tumejifunza kwenye nidhamu, kwanza Mbengele Mbengele ni chuo cha mpira kwa miguu. Mbengele Mbengele ni timu yenye vipaji. Pia tukaona kwa nini tuwe tu watu wa kutushabikia tu kwenye mpira na mambo mengine, tukaona tuingie kwenye jamii. Sababu ya kutufanya tuingie kwenye jamii na kuhamasisha na wengine wafuate hili, kwa sababu sisi tunashiriki mpira wa miguu, lengo kuhamasishana na kuwa karibu na kutengeneza urafiki. Pia tukaona tusishie hapo tu kwenye mpira, furaha yetu tuilete kwenye jamii. Tunawagusa baadhi ya watu mbalimbali, kama hivi tumeanza huduma zile tukiwa pale nyumbani, tulifanya usafi msikitini na maeneo mengine, hospitali ya Buyuyu, tukaenda Mchukwi. Leo tupo hapa Ikwiriri, tumekuja kufanya usafi, pia kuwapa pole wagonjwa na kuwapa zawadi tofauti tofauti. Pia tutakuwa na uchangiaji wa damu, sababu kuna wagonjwa wengine wanakuja hapa wanahitaji kufanya operation. Sasa inakuwa tatizo damu, na hospitali yetu kidogo damu inakuwa chache. Kwa tukaona sio tija kama Mbengele Mbengele timu tuje kuchangia damu salama. Kwa timu za mitaani mara nyingi kunakosekana nidhamu. Vijana wanavuta mihadarati ama wanaweza kutoka mazoezini alafu wakaenda kujifungia na
mpenzi wake, au kutoka timu moja kwenda nyingine, kutoka timu nyingine kwenda timu nyingine. Hicho kitu wewe kama msimamizi wa nidhamu wa Mbengele Mbengele FC unakisimamiaje kwenye timu hii? Mimi kama kiongozi wa nidhamu huwa nakisimamia vizuri nikishirikiana na viongozi wenzangu wa timu, kwa sababu tunapeana mikakati kama wachezaji na viongozi. Tunapoenda kwenye mchezo au tunapoenda mazoezini, vijana wetu wote tunawapa maelekezo na wanafuata. Kwenye hilo tunahakikisha kila kitu kinakaa sawa, nidhamu inafuatwa. Ninakushukuru sana. Asante sana. Kulundu TV tuko na Makelo. Napenda nimtambulishe kwa jina moja tu. Habari za leo? Ni nzuri kabisa kiongozi. Nini ambacho kimekufanya ufikirie kuanzisha mashindano ya Nyumbani Cup? Mashindano ya Nyumbani Cup nilifikiria kwanza katika malengo makuu ya kuanzisha mashindano ya Nyumbani Cup, ikiwa ni kama ambavyo leo hii unajionea. Moja ni kuibua vipaji vya michezo kwa vijana. Tunatambua wazi kwamba Rufiji kuna wachezaji mpira kwelikweli, na tumefanikiwa mara kadhaa kutoa watu mashuhuri wa kimpira kutoka katika maeneo yetu ya kanda yetu ya Rufiji, lakini pia na maeneo ya ukanda huu wa Kibiti. Utakumbuka kwamba tunaye Mbona Samata, ni kijana wa kutoka Rufiji yule kutoka Kibiti, lakini pia wapo akina Dickson Muhiro, akina Muhilo, wale wote ni wazao wa Rufiji. Kwa hiyo kwa miaka hii ya hivi karibuni mpira Rufiji hukuwa unachezwa kama ambavyo miaka ya nyuma ulipokuwa unachezwa. Nyuma ulikuwa unachezwa sana mpira. Timu kadhaa zilikuwa zinaonyesha ushindani wa kutosha. Kwa hiyo mimi binafsi nikaona kwa kipindi hiki turudi tena kwa dhamira ya dhati tuanzishe mashindano ambayo yatakuwa yanawafanya wana Rufiji wacheze mpira, wafurahie. Lakini katika malengo hayo ya kuanzisha mashindano ya Nyumbani Cup, nimeona pia kama ambavyo ukisoma kwenye kanuni yetu ya mashindano tulioiweka kwenye malengo pale, namba 2 inasema ni kupambana na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya. Lakini tumeona tukawaweka vijana pamoja, wataondoka kutoka kwenye matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, watajikita sana na mpira. Lakini mwanzoni watu walikuwa nakosa sehemu ya kwenda kutulia, wanajikuta wanaenda katika majobless sehemu tofauti na kufanya mambo yasiyofaa. Lakini dhamira nyingine utaona tumeeleza mule kwenye kanuni zetu kwamba ni kufanya jamii iwe na furaha na kurudisha ihsani kwa jamii, kwa maana kama hiki ambavyo leo hii viongozi wa Mbengele Mbengele wamefanya. Unajivunia nini kuona timu ya Mbengele Mbengele FC imejitolea kuwasaidia wagonjwa, kuchangia damu, kusafisha kituo cha afya na kushiriki katika tukio katika kituo hiki cha Bwakila? Binafsi ninajivunia sana kama mwanzisha mashindano, najivunia sana. Niwape pongezi viongozi wote wa Mbengele Mbengele na klabu kwa ujumla kwa namna ambavyo wameweza kuendana na kanuni zetu za mashindano, lakini kuendana na kile ambacho wamekifanya. Hususan katika timu hile ya Mbengele Mbengele nimpe kongele ya dhati kabisa mwenyekiti yule wa kijiji cha Muyuyu, kwa namna ambavyo ameilea na kuiongoza vizuri timu hii ya Mbengele Mbengele, kwa sababu naamini kama si wao wasingeweza kuyafanya haya. Yanahitaji moyo, yanahitaji utayari, lakini pia yanahitaji hali ya kujitolea. Tumeona kwamba leo hii amekusanya wanakijiji mbalimbali kutoka Moyoyo ili tu kuja kutimiza dhamira hii. Amekuchukua wananchi kutoka maeneo haya, wamekuja wamechangia damu, lakini pia ametoa mfuko wa kuwawezesha wagonjwa kupata vitu mbalimbali ikiwemo pampers kwa watoto, sabuni kwa watu wenye mahitaji na kadhalika, vitu vingi kweli ambavyo wamevitoa. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini mimi kama mwanzisha mashindano haya najisikia faraja sana. Una wito gani kwa timu nyingine ambazo zinashiriki mashindano ya Nyumbani Cup? Wito nilionao mimi, wachukue mfano huu wa Mbengele Mbengele. Kwa hakika si tu wanaongoza mashindano haya ya Nyumbani Cup katika upande wa uchezaji bora, uchezaji wa viwango, lakini kama wenyewe wanavyosema mpira ni sayansi. Sayansi ni neno mtambuka kweli. Hii ndio ni sayansi yenyewe, kumfanya mwananchi naye ajisikie faraja. Kiongozi mimi kama mwanzisha mashindano nijisikie sasa natimiza ile dhamira ya dhati. Kwa hiyo niwaambie tu vilabu vingine ambavyo vyote vipo katika mashindano haya Nyumbani Cup wachukue mfano huu kuhakikisha kwamba na wao wanayafanya haya ama iwe zaidi ya haya. Mimi naamini
kwa namna ambavyo wamefanya timu hii ya Mbengele. Aisee, sina cha kusema, hakika wamefanya vizuri sana. Mimi nakushukuru sana. Asanteni sana.